Fukuto la uasi la kujigawa mara mbili kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema linaloendelea hivi sasa, ambapo tumeona baadhi ya wanachama wakiwemo watiania ya ubunge na wajumbe wa kamati kuu wakiongozwa na mkurugenzi wa mawasiliano wa kipindi cha uongozi wa Mbowe, John Mrema, wakipingana na kauli mbiu ya chama hicho kwa sasa ya no reform no election, ambayo inaongozwa na mwenyekiti Tundu Lissu. Kufuatia kujitokeza kundi hili linalopingana na Lissu lililojitambulisha kwa jina la G55, wengi wameona na kudhani kuwa huenda hawa ni wale wafuasi waliokuwa wanamuunga mkono Freeman Mbowe kushinda wenyekiti wa Chadema tena, na sasa baada ya kuona bosi wao kashindwa, wamegeuka na kuanza kupinga maazimio ya chama yanayoongozwa na Tundu Lissu. Sasa kufuatia hayo, wengi wamekuwa wakimtolea macho meya wa zamani wa Ubungo ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani, Boniface Jacob au maarufu kama Boni Yai. Je, ataunga mkono maazimio ya chama chini ya Lissu au atampinga? Kwani huyu ndiye aliyekuwa anaonekana akimsaidia kwa karibu sana Freeman Mbowe kushinda wenyekiti wa chama alipokuwa kichuana na Tundu Lissu. Yaani huyu ni team Freeman Mbowe nje ndani, na alikuwa bega kwa bega kuhakikisha wanamdondosha Lissu na Mbowe kushinda. Sasa cha kushangaza au taarifa iliyotoka tena kwa Boniface Jacob ni kwamba yeye kama mwenyekiti wa kanda ya Pwani wameridhia mpango wa no reform no election, na amekaa kikao kama mwenyekiti wa kanda na viongozi wote wa chama kanda ya Pwani kwa ajili ya kujiandaa kukipokea chama na uongozi mkuu kwa ajili ya kutoa elimu ya no reform no election kwa wanachama na wananchi huko Pwani. Taarifa rasmi iliyotolewa toka kanda ya Pwani inaeleza hayo, ambapo nikiisoma kwa kifupi inasema, nanukuu: taarifa ya kikao cha kamati tendaji kanda ya Pwani, mwenyekiti wa kanda ya Pwani Mheshimiwa Boniface Jacob siku ya April 5, 2025 aliongoza kikao cha kamati tendaji ya kanda kilichoketi jijini Dar es Salaam. Pamoja na mambo mengine, kamati tendaji ya kanda ilijadili kwa kina na kwa kauli moja iliazimia kuunga mkono programu ya chama ya no reform no election. Kamati iliweka mkakati maalum wa kuanza kwa maandalizi ya mapokezi ya ziara ya kitaifa ya chama kanda ya Pwani inayotarajiwa kuanza mapema mwezi Mei, itakayoongozwa na mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu. Katika hatua nyingine, kamati tendaji ilimteua wakili Michael Lugina kuwa afisa wa sheria wa kanda ya Pwani. Wakili Lugina ataanza rasmi majukumu yake kuanzia April 6, 2025. Pamoja na hayo, kamati tendaji kanda ya Pwani ilipitisha wajumbe na mambo mengineyo. Hii ndo taarifa toka kanda ya Pwani inayoongozwa na mwenyekiti wa kanda hiyo Boniface Jacob au Boni Yai kuwa wameridhia na kupitisha maazimio ya no reform no election. Ikiwa wengi walihisi Boniface Jacob huenda angepingana na msimamo unaosimamiwa na Tundu Lissu, lakini taarifa ni kwamba ameunga mkono. Niachie hapa chini comment yako kwa lolote juu ya fukuto linaloendelea hivi sasa huko Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Je, wewe umesimama upande upi? Ukiona ni nini sahihi? Hii ni Mseto Media na mimi ni Princess Kiuli 17. Hakikisha umesubscribe. Bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja kengele, ibonyeze pia. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.